tumeshuhudia kusainiwa kwa mkataba huu wa kuendeleza bonde la Msimbazi. Nataka niwaambie huu mradi ni mradi wa mama mwenyewe. Aliona umuhimu wa kuhakikisha kwamba yale maafa ambayo yalikuwa yanatokea kila mara kwenye eneo hili la mto Msimbazi sasa yafike mwisho. Ni mkataba ambao unaenda kubadilisha Dar es Salaam. Huu mradi sio wa miundombinu tu, ni mradi wa kuleta mabadiliko ya kweli. Nataka niseme, hatupanui tu mkondo wa mto, tunajenga msingi wa mustakabali bora wa kubadilisha eneo ambalo ni hatarishi kwa sasa na kuwa sehemu muhimu kwa uchumi wa mazingira ya Dar es Salaam. Na kupitia mradi huu yafuatayo yatafanyika. Kwanza, kunusuru maisha ya jamii zetu kwa kuhamisha zaidi ya nyumba 3,000 kutoka maeneo hatarishi kwa mafuriko na kutoa fidia stahiki. Tunahakikisha usalama na ustawi wa wananchi wetu. B, kutengeneza fursa mpya. Kwenye eneo hili tutapata hekta 57 za ardhi salama iliyotengenezwa na utatoa maeneo mapya kwa ajili ya makazi, biashara na vivyo hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kutengeneza ajira. Na kuboresha miundombinu yetu. Ujenzi wa daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390 na karakana mpya ya mabasi ya mwendokasi eneo la Ubungo Maziwa kutaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri na muingiliano ndani ya jiji. Mradi ulianza rasmi mwezi Februari 2023 kwa maana effectiveness, na unatekelezwa kwa muda wa miaka 6. Gharama ya mradi inakadiriwa kuwa dola za Kimarekani 260 zinazotokana na mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia dola milioni 200, mkopo wa masharti nafuu kutoka serikali ya Uhispania dola milioni 30 na ruzuku kutoka serikali ya Uholanzi euro milioni 30. Ruzuku kutoka serikali ya Uholanzi itachangia katika utekelezaji wa mkataba wa kupanua na kuongeza kina cha mto Msimbazi pamoja na kuongeza uwezo wa mawanda ya mafuriko katika eneo la chini la bonde. Kwa mujibu wa makubaliano kati ya serikali ya Tanzania na Uholanzi, fedha hizi zitalipwa moja kwa moja kwa mkandarasi baada ya kazi iliyokamilika kuthibitishwa na serikali. Kwa kuwa kazi hii bado ipo kwenye mchakato wa ununuzi, bado ruzuku hii haijaanza kutumika. Mpaka sasa mradi umeshalipa kiasi cha shilingi bilioni 73.69 kama fidia kwa waathirika wa mradi wapatao 2551 kwa ajili ya kupisha uendelezaji wa eneo la chini la bonde. Kundi hili ni la waathirika wanaoathirika na mafuriko